Unazidi kufuatilia taarifa hizi za TV47 matukio ya awamu hii ya saa 7. Karibu tena nizidi kukutaarifu. Wengi wa Wakenya sasa wanaamini kuwa nchi inaelekea katika mwelekeo mbaya na hisia hiyo inaendelea kuongezeka. Utafiti mpya wa kitaifa unaonyesha kutoridhika kukubwa zaidi katika eneo la Mlima Kenya, eneo ambalo kwa muda mrefu limechukuliwa kuwa na uzito mkubwa wa kisiasa. Wakati huo huo, mitazamo kuhusu serikali jumuishi ya Rais William Ruto inaendelea kubadilika, huku uungwaji mkono ukiongezeka licha ya nchi kuendelea kugawanyika. Mwanahabari wetu Mike Kagwongo na maelezo zaidi. Mwelekeo wa Kenya sasa umechukua mkondo tofauti, huku wengi wakionekana kukata tamaa. Mnamo Machi mwaka 2023, asilimia 48 ya waliohojiwa walisema Kenya ilikuwa ikielekea mwelekeo mbaya. Kufikia Mei mwaka huu, kiwango hicho kilifikia asilimia 62. Kisha kikaongezeka hadi asilimia 68 mnamo Agosti na Novemba mwaka 2025. Kwa upande mwingine, ni asilimia 17 pekee ya Wakenya wanaosema nchi inaelekea mwelekeo sahihi, ishara kwamba hali ya kukata tamaa imezidi kuongezeka. Na hali ya kutoridhika haijasambaa kwa usawa. Mlima Kenya unaonekana wazi kuongoza, ambapo asilimia 83 ya wakazi wanasema nchi inaelekea mwelekeo mbaya, kiwango cha juu zaidi katika maeneo yote. Ukanda wa Lower Eastern unafuata kwa asilimia 76, huku Pwani na Nairobi zikirekodi asilimia 73 kila moja. Ni eneo la kaskazini pekee linalorekodi kiwango cha chini kiasi cha kukata tamaa, japokuwa bado ni kikubwa kwa asilimia 49. Takwimu hizi zinaashiria kuporomoka kwa imani ya umma katika eneo la Mlima Kenya, eneo lililochukuliwa kwa muda mrefu kuwa na ushawishi mkubwa wa kisiasa. Shinikizo la kiuchumi linaonekana kuwa chanzo kikuu. Kwa jumla, asilimia 67 ya waliohojiwa wanataja masuala ya uchumi, asilimia 44 wakitaja ukosefu wa ajira, umaskini na hali mbaya ya uchumi, huku asilimia 23 wakionyesha gharama ya juu ya maisha, mfumuko wa bei na ushuru. Ufisadi unafuata kwa asilimia 20, huku masuala mengine yote yakiwemo ukosefu wa usalama, uongozi na changamoto za kijamii yakichangia asilimia 13 pekee. Ujumbe huu ni wazi kwamba ugumu wa maisha unatawala wasiwasi wa wananchi. Shinikizo hizi pia zinaathiri siasa, huku maoni ya umma kuhusu serikali jumuishi yakibadilika. Mnamo Mei mwaka 2025, ni asilimia 22 pekee ya Wakenya waliounga mkono mpangilio huo, huku asilimia 54 wakipinga. Kufikia Agosti, uungwaji mkono uliongezeka hadi asilimia 29, hata wakati upinzani ulipofikia kilele cha asilimia 64. Takwimu za hivi punde za Novemba zinaonyesha mabadiliko makubwa. Uungwaji mkono umepanda hadi asilimia 44, huku upinzani ukishuka hadi asilimia 48. Hii inaashiria kuwa serikali jumuishi haikataliwi tena kwa kiwango kikubwa, lakini pia inaonyesha nchi bado imegawanyika kwa karibu sawa. Kenya inapokaribia uchaguzi wa mwaka 2027, matokeo haya yanaashiria umma unaozidi kujadili zaidi hali yao ya kiuchumi kuliko miungano ya kisiasa na iwapo maisha yao yataboreka. Utafiti huu wa shirika la TIFA ulifanywa kitaifa mwezi Novemba, ukiwashirikisha wahojiwa 2053 kutoka kaunti zote 47, ukiwa na kiwango cha makosa ya kujumlisha au kupunguza asilimia 2. Mike Kagwongo, TV47, Nairobi.